Maafisa na askari wa jeshi la polisi kamisheni ya Zanzibar wakutana kujadili namna bora ya kutekeleza majukumu yao ili kufanikisha zoezi la uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika wiki ijayo. Na katika habari za michezo, Twiga Stars imepata ushindi wa magoli 2-0 jana ilipocheza dhidi ya Ethiopia, ikiwa ni mchezo wa kuwania kufuzu mtoano wa kuwania mashindano ya Afrika kwa wanawake wa AFCON 2026. Na hujambo na karibu sana popote pale ulipo ili tuweze kutazama habari asubuhi ya leo kutoka hapa Channel 10. Hii ni asubuhi njema. Mimi naitwa Juma Mohamed. Karibu tuweze kuangaza habari mbalimbali ambazo zimewekwa mezani hivi leo kwenye upande wa habari za kitaifa sambamba na habari za kimataifa, lakini pia tutapata nafasi ya kwenda kutazama kunini katika magazeti mbalimbali ambayo yametufikia mezani asubuhi hii ya leo. Karibu sana. Wakati kampeni za uchaguzi mkuu zikiwa zinaelekea ukingoni, baadhi ya makada na wana CCM wa Chama cha Mapinduzi katika maeneo mbalimbali jijini Dar es Salaam wameeleza imani yao kubwa kwa mgombea urais wa chama hicho Dr. Samia Suluhu Hassan na kueleza kuridhishwa na ilani mpya ya chama hicho ambayo ni kielezo cha dhamira yake ya dhati ya kuwaletea Watanzania maendeleo. Wakizungumza jijini Dar es Salaam, wanachama hao wamesema kutokana na sera pamoja na ilani ya CCM ikiwemo kazi nzuri aliyoifanya ya kuendeleza yale yaliyoachwa na mtangulizi wake, inatoa matumaini makubwa kuwa Dr. Samia Suluhu Hassan amedhamiria kumfikia kila Mtanzania bila kujali chama anachotokea. Mama Samia Suluhu Hassan amefanya kazi kubwa sana. Amefanya kazi kubwa ambayo inaonekana, sio kazi ya mdomoni, ni kazi ambayo inaonekana. Ametuletea vituo vya afya vingi, ametuletea barabara za lami maeneo mengi. Kwa wilaya ya Ilala kiukweli Mama Samia hatuna tunachomdai. Ni ahadi ya kumpa kura nyingi za kishindo zitakazotoka kata ya Zingiziwa ambayo naiongoza. Tumesikiliza sera zake na tunaahidi kwenda kutiki Oktoba 29 bila kipingamizi chochote. Mengi ameyafanya Daktari Samia tumeyaona ndani ya miaka 4. Pia bila kusita ni waombe wanawake wenzangu wa wilaya hii ya Ilala na Tanzania nzima kwa ujumla, tujitokeze kwa wingi tarehe 29 Oktoba ili tuje kupata Tanzania bora yenye amani na utulivu. Twendeni tukampe dhamana Daktari Samia kwa maendeleo yetu sote. Aidha, wanachama hao wameunga mkono kauli ya Dr. Samia Suluhu Hassan inayotaka Watanzania kutojihusisha na maandamano, bali wanachopaswa ni kujitokeza kwa wingi kupiga kura Oktoba 29. Kauli imetamkwa na amiri jeshi mkuu. Sasa ikiwa kiongozi wa mwisho wa ulinzi na usalama amekuwa kuambia kwamba hakutokuwa na maandamano, wewe nani uje utuambie sisi kutakuwa na maandamano? Sisi asubuhi na mapema, kina mama, kina baba, wakaka kwa wadada, vijana kwa wazee, tutakwenda kwenye vituo vya kupigia kura na tutapiga kura na kurudi majumbani kwetu kwa ajili ya kusubiri matokeo. Na nimetokea mbali, nimetokea Majoi, nimehamasika kuja kumuona Mama Samia kwa upendo wake na utulivu wake. Tuachane na hizi propaganda za maandamano, tusitoke, si vita nini, hapana. Tanzania ni nchi ya amani. Hakuna kushengesha. Tarehe 29 kura zote ni kwa Mama Samia Suluhu Hassan. Ahmad Nandonde, Channel 10, Dar es Salaam. Na asante sana Ahmad Nandonde. Kwingineko, zikiwa siku chache zimesalia kabla ya kuelekea uchaguzi mkuu Oktoba 29, kamishna wa polisi Zanzibar CP Kombo Hamis Kombo amekutana na askari wa mikoa mitatu ya Unguja na kuwataka kufanya kazi kwa weledi katika kusimamia zoezi la kupiga kura ili lifanyike kwa ufanisi. Ifuatayo ni taarifa kamili. Akizungumza na maafisa wakaguzi na askari wa mikoa hiyo Oktoba 22, 2025 huko chuo cha polisi Zanzibar, amewahimiza kufanya kazi kwa bidii na kushirikiana. Aidha, ameishukuru serikali kuliwezesha na kuliimarisha jeshi la polisi kwa kulipatia vifaa na kuwataka askari kuvitumia vizuri vifaa hivyo wakati wa uchaguzi ili kuleta tija. Uchaguzi wa 2010 nakumbuka ulikwenda nao vizuri na tukapata vyeti vya heshima karibu sote kutoka kwa Mbuga Inspector General alikuwa Afande Saidi Alimwema. Nafikiri walikuwepo kwa kipindi hicho, karibu sote tukapata kwa namna uchaguzi ulivyokwenda. Basi na hii Mwenyezi Mungu ajalie uende vizuri, tupate hivyo vyeti na vingine zaidi ya vyeti. Mungu ibariki Zanzibar, Mungu ibariki Tanzania. Kwa upande wake, mkuu wa utawala wa rasilimali watu wa polisi kamisheni ya Zanzibar, naibu kamishna wa polisi mhandisi Simon Chiler ameeleza kuwa uchaguzi utafanyika kwa ufanisi kutokana na utendaji wa jeshi la polisi unaozingatia nidhamu, haki, weledi na uadilifu. Amini kabisa taswira hii inawakilisha
askari polisi wa Zanzibar. Kwa hiyo imani kabisa kwamba uchaguzi wa Mheshimiwa Rais wa Zanzibar, uchaguzi wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, uchaguzi wa wawakilishi, uchaguzi wa wabunge unakwenda kufanyika, usimamizi unakwenda kufanyika kwa ustadi na weledi wa hali ya juu. Sisi kama jeshi la polisi, mujibu wa katiba na ile cap 322 sheria ya polisi na polisi wasaidizi, tuna mamlaka makubwa na majukumu makubwa ya kusimamia usalama. Mimi ni Juma Abdurrahmani na hii ni Channel 10. Asante mwanahabari Juma Abdurrahmani kwa taarifa hiyo. Kwingineko ni kwamba Baraza Kuu la Waislamu Tanzania mkoa wa Mwanza limetangaza rasmi kuanza kwa mfungo maalum kwa waumini wake kuliombea taifa amani katika kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Oktoba 29 mwaka huu. Henry Kavirondo anatujuza zaidi. Namba 1. Kwa wale tukojaliwa tunaomba kuendelea kufunga. Akisoma waraka huo kwa niaba ya Shehe Mkuu wa mkoa wa Mwanza Hassan Kabeke, Katibu wa BAKWATA mkoa wa Mwanza Ramadhani Chanila amewahimiza waumini wote wa dini ya Kiislamu mkoani hapa kuzingatia maelekezo ya waraka huo kwa maslahi ya taifa. Aidha, siku ya Ijumaa tarehe 24 mwezi wa 10 2025 itakuwa ndio Ijumaa ya mwisho kabla ya siku ya uchaguzi. Hivyo maimamu wote katika misikiti yetu hotuba za siku hiyo zizungumzie mambo yafuatayo. Nukta ya kwanza, wazungumzie umuhimu wa amani katika nchi yetu. Nukta ya pili, wakumbushe waumini kujitokeza bila hofu kwenda katika vituo vyao kwa ajili ya kupiga kura. Nukta ya tatu, wakumbushe waumini kwamba mara baada ya kupiga kura warudi majumbani mwao na kuendelea na shughuli zao ama ratiba zao za kila siku wakisubiri kutangazwa kwa matokeo. Nukta ya 4, pindi matokeo yatakapotangazwa na kiongozi ama chombo kilichopewa mamlaka hayo, ni wajibu wetu kuyapokea kama yalivyotangazwa. Akisoma hotuba ya kuidhinisha waraka huu rasmi, Shehe wa mkoa wa Mwanza Hassan Kabeke amewataka maimamu wa wilaya wa dini ya Kiislamu kutilia mkazo mahubiri ya amani kwa waumini wao katika nyumba za ibada kabla na baada ya uchaguzi mkuu kufanyika. Lastahamu alaihi. Mtume anaelezea juu habari ya watu wangejua ubora wa safu ile ya mwanzo, namna wangeigombania mpaka wangefikia mahala kupiga kura. Kwa hiyo Uislamu umeelezea hadi habari ya kura. Tumeeleza Mtume SAW alipokuwa akisafiri kati ya wake zake alikuwa anapiga kura. Kwa hiyo hii ni hutuba ambayo tunataka itolewe. Na tukaelekeza kwamba baada ya kupiga kura tuwaambie watu wetu, waumini wetu, wananchi wenzetu warudi majumbani, wafanye shughuli zao na wasubiri matokeo huko, na pia tuwaase vijana wetu kwenye swala lolote ambalo linaweza kuvunja amani ya nchi. La pili ni wapongeze kwa maimamu wote kwa usikivu na utiifu. Usikivu na utiifu kwa viongozi wenu, na hili ndilo linalotakiwa katika Uislamu, kwamba tunaitana, watu wanaitika, tunakuja tunapeana maelekezo, watu wanarudi nayo wanayafanyia kazi. Kutokana na tamko hilo, maimamu wa misikiti yote iliyopo chini ya usimamizi wa Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA mkoa wa Mwanza wameahidi kulipatia kipaumbele swala hilo katika ibada zao ili kila muumini aliweke taifa kwenye maombi. Henry Kavirondo, Channel 10, Mwanza. Asante Henry Kavirondo kutoka Mwanza, na turejee hapo tena Mwanza kwake Henry Kavirondo, ambapo viongozi wa dini kanda ya Ziwa wamewataka wananchi kumwenzi kwa vitendo muasisi wa taifa la Tanzania hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliyekemea ubaguzi wa rangi, dini na makundi ili kutengeneza taifa lenye ustawi wa nchi moja chini ya bendera moja kwa njia ya amani. Tuungane tena na Henry Kavirondo. Waraka wa viongozi hao wameutoa kwa wananchi baada ya kukutana jijini Mwanza wakati huu ambao taifa linaelekea kufanya uchaguzi mkuu Oktoba 29 mwaka huu ili kumpata rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wabunge na madiwani kwa ajili ya kuwatumikia wananchi. Askofu Charles Sekelu na Shehe wa mkoa wa Mwanza Hassan Kabeke, hawa ni wenye viti wenza wakiziwakilisha kamati za amani za viongozi wa dini kanda ya Ziwa baada ya kukutana kwa lengo la kuhamasisha amani. Ni kuwasihi wagombea wote wa vyama vyote vya kisiasa wanaohusika katika uchaguzi huu kuheshimiana na kuheshimu matokeo, na baada ya matokeo kuwa yamesomwa na tume ya uchaguzi wayapokee na wayakubali na wayaheshimu ili kuepusha fujo na mikanganyo. Tutakuja kuwatisha hata watu wema. Tutawatisha hata watu wema kutoka kwenda kupiga kura. Sisi tunasema kwamba tunawaomba vyombo vyetu vikae imara.
tishio lolote alidharauliwi. Tusidharau, mtu anatisha, tusidharau. Tuwe tayari standby. Lakini ikitokea padhibitiwe. Kwa sababu sisi maslahi ya umma. Baada ya waraka huo kutolewa, washiriki wa mjadala akiwemo askofu mkuu wa kanisa la HHC nchini Eugene Murisa, mwakilishi wa umoja wa makanisa ya CCT Tanzania Askofu Joyce Mangu na shehe wa mkoa wa Simiyu Isa Kwezi wakapata fursa ya kueleza mitazamo yao. Vijana wetu na kwa jamii yetu waende wakafikirie na kujua kwamba kwa sababu uchaguzi ni haki, lakini pia ni jambo la katiba, waende wakatimize haki yao, lakini kwa njia ya amani na utulivu. Tunatakiwa tuendelee kuihubiri amani. Tuambie watu wetu ambao wako chini yetu, hatutaki chochote kile ambacho kinaweza kuwa kikaingilia kuharibu amani. Kijana 2000 unasema maisha magumu, ya nyuma uliyaona? Watu tumekwenda shuleni miguu peku bila viatu na tukakaguliwa usafi na akapatikana mchafu na msafi. Ulikuwepo? Kusanyiko la viongozi wa dini kanda ya Ziwa kupitia kamati za amani za viongozi hao ngazi ya mikoa pamoja na mambo mengine limewataka viongozi wa dini kuwahimiza waumini wao kujitokeza kwa wingi kupiga kura ili kutekeleza haki yao ya msingi ya kikatiba ya upigaji wa kura. Henry Kavirondo, Channel 10, Mwanza. Asante Henry Kavirondo kutoka Mwanza. Tuelekee pale jijini Dodoma. Tume ya Taifa ya Sayansi na Teknolojia COSTECH imenuia kuhakikisha tafiti mbalimbali za kisayansi na kiteknolojia zinatumika ndani ya jamii badala ya kuhifadhiwa kwenye maktaba. Roda Simba kutoka Dodoma, taarifa yake inatujuza zaidi. Dhamira hiyo ya COSTECH imewekwa wazi hapa jijini Dodoma na mkurugenzi mkuu wa tume hiyo Dr. Amos Nungu wakati alipofanya ziara ya ukaguzi wa ujenzi wa makao makuu ya tume itakayohusisha maeneo ya kukuza utafiti wa wabunifu mbalimbali wa sayansi na teknolojia. Hii mitaala ya amali inaunganika sasa na hii mitaala ya vyuo vikuu, kwa maana ya kwamba tusisome kwa nia tu ya kusoma, lakini pia kwa sababu tunakwenda kutatua changamoto za jamii. Kwa hiyo tunafanya kazi karibu sana na viwanda na tunajaribu kuongeza huo mwingiliano kusudi hata zile tafiti zinazofanyika ikiwezekana ziwe zinatoka viwandani. Aidha, mkurugenzi huyo akachukua nafasi hiyo kueleza manufaa ambayo taifa litapata kupitia ujenzi wa makao makuu hayo ambayo yamewezesha kutekelezwa kupitia mradi wa mageuzi ya kiuchumi HITI kwa gharama ya takriban shilingi bilioni 9. Takribani fedha bilioni 9 kasoro zinajenga jengo letu hapa Dodoma, ambapo tunategemea kama tulivyosema mageuzi yakifanyika kwenye vyuo vikuu, kwa kutakuwa na watafiti wabobezi ambao kuna tafiti zinatoka nzuri ile matokeo utafiti yale, lakini pia wabunifu. Kwa hiyo tuna dhamana ya kuhakikisha kwamba matokeo utafiti na bunifu zinafikia warai. Kutoka Dodoma, Roda Simba, Channel 10. Naam, asante sana Roda Simba kutoka Dodoma. Wananchi wanaotumia barabara ya Mbamba Bay hadi Lituhi katika halmashauri ya wilaya ya Nyasa mkoani Ruvuma wanatarajiwa kuondokana na adha ya usafiri na usafirishaji wa mizigo baada ya serikali kupitia wakala wa barabara Tanzania TANROADS kutarajiwa kukamilisha daraja la mto Mkiri lililogharimu shilingi bilioni 3.3 ambalo pia ni muhimu katika masuala ya ulinzi na usalama wa mkoa huo. Ditanyoni anatujuza zaidi kutoka mkoani Ruvuma. Awali wakitoa shukurani kwa serikali ya awamu ya 6 kwa kutoa shilingi bilioni 3.3 kwa ajili ya ujenzi wa daraja la Mkiri. Baadhi ya wananchi wanasema wakati wa masika shughuli nyingi za kijamii na maendeleo zilikuwa zinasimama kutokana na daraja hilo kujaa maji mengi ambayo yanaelekea katika ziwa Nyasa. Kwa kweli changamoto ya daraja tumepata changamoto kubwa kwa sababu tumeshapoteza ndugu zetu wengi sana, wamepata ajali hapo ya maji, mwingine nikiwa nimeshuhudia mimi mwenyewe kwa macho yangu anazama hapa kupitia hilo daraja. Kwa hiyo tunashukuru serikali kwa kutufanyia mpango kutujengea hilo daraja. Asubuhi nitakiwa lazima wazazi tuambatane kuwavusha watoto kuwapeleka waende shuleni. Vinginevyo na maji yakijaa watoto walikuwa hawapati masomo. Kwa kweli mto huu kwa ujumla umefanya maafa mengi sana, umeua sana kwa kweli kujumla. Kama huu mradi utakamilika kwa kweli utaturahisishia mambo mengi sana. Kwa mfano kama sisi bodaboda tutakuwa tunapita bila changamoto za aina yoyote ile. Kwa hiyo tutafanya hata kazi zetu tutakuwa tunafanya kulingana na muda muafaka.
Kwa upande wa msimamizi wa mradi kutoka TANROADS, mhandisi Lubala Marando, anasema mradi unatekelezwa na mkandarasi BR Associate ukihusisha upana wa mita 20, karavati 4, njia za mwingiliano kilomita 5, ambapo Disemba 22 unatarajia kukamilika. Kimsingi mradi huu unafanyika katika eneo ambalo ni muhimu sana katika barabara hii. Barabara hii inatokea Mbamba Bay ikiwa inaelekea Lituhi. Kwanza ikiwa ni miongoni mwa barabara za muhimu sana za ulinzi katika mkoa wa Ruvuma zikipita eneo hili. Sisi kama wakandarasi tumejipanga vyema kukamilisha mradi kwa wakati kabla ya tarehe 25 mwezi wa 12. Kwa sababu tumeshajipanga kwa material yote ya kumalizia daraja, tunayo mitambo iko sawa sawa. Kwa hiyo sisi kama wakandarasi tunaahidi. Engineer Saleh Juma ni meneja wa TANROADS mkoa, anasema mradi unafadhiliwa na Benki ya Maendeleo ya Dunia, huku akitoa wito kwa wananchi wanaojihusisha na shughuli za kiuchumi kando ya daraja hilo. Maana yake pale ambapo tumejenga daraja sasa hivi, nimetoka kusema hapa madaraja haya tumejenga kwa gharama kubwa sana. Na watu wakilima sasa pembezoni, na maana maji yatabadilisha mwelekeo. Yataacha daraja ambalo tumelijenga kwa bei kubwa, yatakata sehemu nyingine ambayo gharama yake ya kujenga tena itakuwa ni kubwa sana. Kwa naomba ndugu zangu sana ambao wanafanya biashara hizi za kilimo wazingatie sana haya. Nikiripoti kutoka katika daraja hili la Mkiri lililopo katika halmashauri ya wilaya Nyasa mkoani Ruvuma, Itanyoni, Channel 10. Kutoka mkoani Ruvuma tuelekee pale mkoani Mtwara, ambapo wakazi wa kata ya Muungano, halmashauri ya wilaya Mtwara mkoani Mtwara, wameeleza kuwa baada ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuwawezesha kujenga shule 2 za sekondari katika kata yao, kumesaidia watoto wao kutoacha shule na kuongezeka kwa ufaulu kwa wanafunzi katika kata hiyo. Mwandishi wetu Adam Malima mkoani Mtwara anatujuza zaidi. Kata ya Muungano katika halmashauri ya wilaya Mtwara mkoani Mtwara ina shule 2 za sekondari, shule ya sekondari Lioa na shule ya sekondari Muungano Pachani. Ujenzi wa shule hizi ulianza kwa maamuzi ya wananchi kujenga shule 2 ili kutatua changamoto ya watoto wao kutembea mbali mrefu kuifikia shule ilipo kwa ajili ya masomo, juhudi ambazo zilionekana na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, ambapo aliwasaidia kukamilisha ujenzi wa shule zote 2. Muungano, watu ambao tulikata tamaa zaidi ya miaka mingi kwa sababu watoto wetu sisi walikuwa wanasoma mbali sana. Kiukweli hali zetu zilikuwa kielimu zilikuwa zimeshuka mwaka hadi mwaka, utoro ulikuwa ni mkubwa. Kwa hivyo baada ya sisi wenyewe kuliona hilo, tukapambana kwa kiasi, basi mama akatunga mkono. Kwa hivyo tunamshukuru sana. Kwa kweli tunamshukuru mama kwa kazi kubwa aliyotufanyia na kutuweza kutunga mkono kwa kila ambacho tulikifanya. Kwa sababu tulianza sisi wenyewe raia kama raia, lakini baadaye mama alituona akatuunga mkono. Tunamshukuru sana kwa kiasi kikubwa. Maamuzi haya yamekuwa na manufaa makubwa kwa wanafunzi wa kata hiyo, ambapo sasa wanapata elimu karibu na makazi yao. Tulikuwa tunakumbana na changamoto nyingi kwa sababu kulikuwa na mabodaboda unakupakia nakwambia panda kwenye pikipiki yangu, lakini makubaliano tulifanya mapenzi. Kwa tunapitia changamoto. Kwa kweli mimi nimesoma shule ambazo za mbali. Shule sekondari Ndumbwe ina umbali kama kilomita 10 hivi, ambapo tulikuwa tunapitia changamoto nyingi njiani kama kukumbwa na vishawishi. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alitoa zaidi ya shilingi milioni 900 kuwezesha kata hiyo kuwa na shule 2 za sekondari. Hali hiyo imepelekea utulivu kwa wanafunzi, kupunguza vitendo vya ukatili, kubakwa, kusumbuliwa barabarani, kutembea muda mrefu kurudi nyumbani wamechoka. Kwa uwepo wa shule hiyo katika kijiji cha Muungano, kata ya Muungano, kumeleta amani na kumeshawishi wanafunzi kupenda kusoma kwa sababu wanaipata elimu kwa eneo hilo na sio kutembea umbali mrefu kutoka nyumbani paka shule. Kutoka katika shule ya sekondari Lioa iliyopo hapa kijiji cha Lioa, kata Muungano, halmashauri ya wilaya Mtwara mkoani Mtwara, Adam Malima, Channel 10. Asante sana Adam Malima kutoka mkoani Mtwara. Afisa mtendaji wa kata ya Kawe Husna Nondo ameongoza wananchi katika kata hiyo kufanya matembezi ya hamasa ya kuwakumbusha wananchi umuhimu wa kupiga kura na kuchagua viongozi wanaotaka kwa ajili ya maendeleo yao. Taarifa ifuatayo inatujuza zaidi. Akizungumza na wananchi wa kata hiyo, mtendaji huyo amesema wananchi wengi wameendelea kupata elimu na kuhamasika
kushiriki katika zoezi la kupiga kura Oktoba. Kazi ambayo inaendelea sasa ni kuendelea kuwakumbusha pamoja na kupuuza taarifa potofu zinazosambazwa katika mitandao. Wasisitiza wananchi kama kauli mbiu ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi inavyosema, kura yako ni haki yako, jitokeze ukapige kura. Lazima kama wewe ni Mtanzania mwenye sifa ya kupiga kura, ni muhimu kwenda kumchagua kiongozi ambaye unaona anafaa kutuletea maendeleo ndani ya Tanzania yetu, ndani ya jimbo letu, lakini ndani ya kawe yetu, ndani ya kata. Aidha, Husna pia aliwatoa wasiwasi wananchi kuhusu hali ya usalama na kueleza kuwa vyombo vya dola likiwemo jeshi la polisi limejipanga katika kuhakikisha uchaguzi wa Oktoba 29 unafanyika katika hali ya utulivu, na kuwataka wananchi kujitokeza mapema ili kutumia haki ya kikatiba kuchagua viongozi wanaowataka. Niwasisitize mje kupiga kura, hakutokuwa na vurugu, amani na utulivu itakuwepo kama jadi yetu ilivyokuwa Tanzania. Hakutokuwa na maandamano, hakutokuwa na vurugu. Kawe iko salama, Kinondoni iko salama, Tanzania iko salama. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kuwakaribisha wananchi mje kufanya wajibu wenu na kutekeleza haki yenu ya kupiga kura. Hamisi Suleiman, Channel 10, Dar es Salaam. Asante sana Hamisi Suleiman, na taarifa yake moja kwa moja yanatupeleka kwenda kuangaza habari za michezo na burudani asubuhi ya leo, ambapo timu ya taifa ya wanawake ya Tanzania maarufu kama Twiga Stars imepata ushindi muhimu wa mabao 2-0 dhidi ya timu ya taifa ya Ethiopia katika mchezo wa mtoano wa kuwania kufuzu fainali za kombe la mataifa ya Afrika kwa wanawake maarufu kama AFCON 2026 zitakazofanyika nchini Morocco. Mchezo huo umechezwa katika uwanja wa Azam Complex Chamazi jijini Dar es Salaam, ambapo Twiga Stars walionyesha kandanda safi na kujihakikishia ushindi nyumbani. Mabao ya Twiga Stars jana imepatikana kupitia kwa nyota Aisha Numka kunako dakika ya 8 ya mchezo, na Jamila Rajab alifunga bao la pili dakika ya 54 na kuweka tofauti ya mabao 2 dhidi ya wageni kutoka Ethiopia. Kwa ushindi huo, Twiga Stars wanaingia katika mchezo wa marudiano utakaopigwa Oktoba 28 jijini Addis Ababa, wakiwa na matumaini makubwa ya kufuzu kwa mara nyingine kwenye michuano ya AFCON, wakitegemea kulinda au kuongeza faida hiyo ya ugenini. Naam, asante sana kwa wote ambao mlikuwa nasi, na ndio tamati ya habari kutoka hapa asubuhi njema hii ya leo. Mimi naitwa Juma Mohamed. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea hapa tutakuja kutazama kunani katika magazeti mbalimbali asubuhi hii.